tunaweza sema leo tunawasifia wakina Abubakar Sam Shuaboy. Leo tunaweza tukazungumzia mtu kama Ibrahim Wajibu. Leo tunaweza tukazungumzia wakina Fiston Mayele, wakina Bernard Morrison, tunaweza kuzungumzia mtu kama Kibu Dennis, lakini hawakuota tu wakakurupuka kwamba huyu hapa Kibu Dennis, huyu hapa Mzamiru Yasin, huyu hapa Fiston Kalala Mayele. Kuna grassroots ambako anaanzia. Tunaweza kutazama michuano ya vijana Peter Passion ambapo tumeshuhudia bingwa mtetezi jana timu ya Mtibwa Sugar akimbamiza Mbeya City kwa jumla ya magoli 5-0, lakini mchezo mwingine uliopigwa pale Chamazi ulikuwa ni Geita Gold ambapo alifunga KMC. Geita Gold alishinda magoli 2-0. Nilifurahishwa sana na moja ya mchezaji wa Mtibwa Sugar baada ya kufunga goli, ilikuwa kama goli la kupeleka kumbukumbu kwa Idi Mobi. Tuanzie hapa katika michuano ya vijana hii, na tumeona sasa hivi vilabu vya ligi kuu soka Tanzania bara vinajitahidi sana kusaka vijana wadogo. Ni michuano ambayo huwa ipo. Yani sasa hivi wameitenga kwamba ligi ikimalizika basi ianze baada ya ligi. Ni michuano ya vijana chini ya miaka 20. Yani under 20. Na michuano hii kama ya timu ikiwa serious, yani club ikiwa serious, ni sehemu ya kupata marisho mapya kwa wachezaji wengine wazuri. Umewataja wachezaji wengi sana, kina Ndemla, kina Mkude, wachezaji wengine ambao wamepata nafasi ya kuonekana. Clement Mzize naweza kama mfano hai kabisa. Msimu uliopita tu hapo ametokea. Ni vijana ambao ukiwapa nafasi ya kucheza game hawa vijana huwa wanakuwa na wakati mzuri wa kuwa katika kiwango kizuri, na mwisho wa siku unaepuka kuweza kununua nje. Yani ile gharama ya kununua wachezaji inapungua. Kwa mfano tukienda kwa wenzetu Ulaya, kwa mfano pale Barcelona, wana academy inaitwa La Masia. Ndiko ambako alimpata Lionel Messi, ndiko alimpata Andres Iniesta, ndiko alimpata Xavi Hernandez ambaye ni kocha wao, ndiko alimpata kina Jordi Alba, wachezaji wengi wakina Sergio Busquets, ndiko alikopatikana hapo. Ndiko alipatikana Gerard Pique, akatoka hapa kaenda Manchester karudi tena. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao ukiwatazama wanakupunguzia gharama ya kufanya usajili. Kwa mfano sasa hivi vilabu vya Simba, vilabu vya Yanga vinawaza kwamba kuweka zaidi ya labda milioni 800, bilioni 1 kwa ajili ya kutenga ni fungu la usajili, kwa sababu wanatenga hivi ili kupata wachezaji ambao tayari wameshakuwa matured kuwapata. Lakini wewe uliowatengeneza, access unayo ya kuwatengeneza vijana, ligi ipo. Sasa hiki ambacho kinatokea kwa upande wa ligi ya vijana ni faida kwa hivi vilabu kwenye future huko mbeleni. Mzize tunamwona sasa hivi anapata nafasi ya kucheza, mpaka sasa hivi maliza akiwa nyuma ya top scorer Andrews Mchimba kwenye michuano ya Azam Sport Federation. Inakupa wakati mzuri zaidi. Na tunaona kwenye under 20 tumepata faida. Unamwona bwana mdogo kwenye mechi ya timu ya taifa, Morris Abraham kwenye mechi juzi dhidi ya Niger, bwana mdogo alivaa jezi namba 6, ni zao la timu ya vijana ya taifa, lakini tumemwona hakupata ligi ya kucheza, akapata nafasi kwenda nje. Sasa hii michuano inatengeneza nafasi nzuri, na bahati nzuri sana bingwa mtetezi wa michuano hii ni Mtibwa Sugar ambao unaitazama. Na jana wameanza kwa ushindi wa bao 5 kwa 0 dhidi ya Mbeya City, ambao Mbeya City leo senior team inapambana kutokushuka daraja. Maana ni kwamba hawana miundombinu mizuri. Unaweza kusema kwamba ule ugonjwa ambao upo kwa wakubwa na wadogo zao na watafuna kidogo. Maana yake ni kwamba kama huna timu nzuri stable ya senior, maana hii junior inakuaje? Maana kuna changamoto ambayo wanakuwa wanapitia. Kwa Mtibwa Sukari, wakina Dickson Job, wakina Dickson Job, Kibwana Shomari, Sio Mzize, Torbu Msheri, wametoka kina nani, Hassan Dirunga, wametoka wachezaji wengi sana kwenye academy za Moro Kids kule Morogoro. Juma Abdul Mnyamani, wengi wametokea huko. Na hiki ndicho kizazi ambacho baadaye kinatengeneza wachezaji wazuri ambao mwisho wa siku kila mmoja akinani anatolea macho. Kwa hiyo tunaweza kukubaliana kwamba Manungu, Mtibwa Sugar kutoka Manungu ni moja ya chuo kizuri sana cha football. Na sio peke yao. Kuna Alliance Academy ya Mwanza, Azam mwenyewe. Alliance sawa, lakini kwa sasa ukiangalia kwenye piki ni Mtibwa. Mtibwa wamefanya vizuri kwa sababu yani wanao falsafa zao ni kwa vijana. Ndio maana pale ukiona hivi tarehe 23, leo tarehe ngapi? Leo tarehe 22. Tarehe 23 siku ya kesho. Wachezaji wote ambao wametokea Morogoro kesho wanaenda kupewa tuzo. Wote wakina Kibwana Shomari, kina Dickson Jobu, wakina Zawadi Mauya,
nani waliotokea Morogoro wote. Wanapewa Na tuzo kuna na mchezo siku ya kesho. Mayele anaenda kule Morogoro. Kuna mechi kama ya Isani. Timu Jobu na timu Kibwana na watakuwa kwenye uwanja wa Jamhuri. Wanaenda kule. Sawa. Kwa sababu gani? Wanajua kile ambacho wanakitengeneza na wanarejesha. Na wale ambao wanasimamia vipaji hivi wanathamini kile ambacho wanakipata, kwa sababu sasa hivi hakuna mtu mwenye mashaka na Dickson Job. Yes. Sasa hivi hakuna mtu mwenye mashaka na Kibwana Shomari. Sasa hivi hamna mtu mwenye mashaka na Zawadi Mauya. Yaani imekuwa ni krimu ambayo umeitengeneza kutoka kwenye grassroots kwenda juu, ambapo sasa hivi ni faida kwenye timu. Sasa ukiwa na miundombinu hii inawezekana. That's why unaona Fountain Gate wameanzia kwenye timu za vijana. Wanafanya vizuri na mwisho siku wanaenda juu. Ukianza wachezaji kutoka chini unawapata wakina Kevin John wengi, utawapata wakina Dickson Ambundo wengi, utawapata wakina Kibwana wengi. Mwisho wa siku taifa linakuwa na vijana wengi ambao umri wao sio kwanza kutafuta kwamba hivi wana miaka mingapi, 27 26. Muendelea vizuri. Kwa ndo mazingira ambayo yapo. Kwa hiyo hii ligi ya vijana inatengeneza wigo mpana wa kuwafanya vijana waendelee kushine. Na tumeona Simba Sports leo wana mchezo. Leo kuna michezo miwili, si anacheza Yanga na Dodoma Jiji, lakini pia wekundu wa Msimbazi Simba junior nao chini ya miaka 20 kwa tuhuma na vilivyo na Kagera Sugar. Hapa kuna moja ya mechi nzuri sana na kwenda kuitazama katika siku ya leo hii, kwamba Yanga yake akicheza na Dodoma Jiji. Ukiangalia kwenye scenario fulani Yanga na Dodoma Jiji mchezo wao unakuwa mgumu sana. Ukija upande wa pili kwa wakubwa, ukija upande wa pili Simba na Kagera, unafahamu kipindi kile akiwa nafikiri Malinzi ndo rais wa TFF, kuna issue moja tokea kwamba mpaka Simba akasemekana kwamba kuna ule ushindi wa mezani, kama unakumbukaga. Hayo mambo ni ya kawaida. Ndio maana nasema sasa kuna kile ushindi wa mezani unakuaje? Sawa nitakwambia baadaye. Kuna ule ushindani ambao umejengeka kwenye Kagera na Simba. Kwa hiyo manake zile zinahamia sasa kwenye timu za vijana kwamba hatukubali. Mimi siamini sana kwenye hilo. Mimi siamini sana kwenye hilo. Mimi naamini kwenye preparation. Yaani nikizungumzia preparation nazungumzia maandalizi. Yaani ukiwa na timu nzuri ya vijana kwenye senior hukosi wachezaji 3 4. Imagine au fikiria kwenye issue moja. Labda Yanga wana timu ya vijana, si ndio? Ndio, Yanga wana timu ya vijana. Simba wana timu ya vijana. Unafikiri kila msimu Simba Yanga katika timu za vijana wanatoa wachezaji 4? Kila msimu katika misimu 5 almost unaweza kutengeneza wachezaji zaidi ya 20. Sasa uwatoe na uwatumie sasa hata dakika chache. So kila wengine wanawezaje? Mtibwa wanawezaje? Sasa ukiangalia mahitaji ya Mtibwa na mahitaji ya Simba na Yanga tofauti. Leo hii ngoja twende taratibu. Mzize katokea wapi? Leo hii umesema wachezaji 4. Leo hii Azam ana academy bora kabisa ya vijana. Lakini ukiangalia wachezaji ambao wanawapandishaga ambao wanacheza kikosi cha kwanza si wengi. Wakina Tepsi wametokea wapi? Na je, Tepsi anapata nafasi? Ndio hapo nakwambia kwamba wao Mtibwa wanawezaje? Iko hivi. Tofauti Peter. Nisikilize nikwambie kitu Jofu. Hii inawezekana. Na kwa yani issue ni project. Umeelewa vizuri? Issue ni nini? Ni project. Ukiangalia Yanga kabla msimu miwili ya kupata mafanikio, walikuwa na misimu 4 wana struggle. Ndio. Wamewekeza pesa nyingi sana kusajili nje, lakini haija work out. Si ndio? Lakini vipi ungekuwa na academy yako nzuri ya kuchukua vijana wenye vipaji? Tanzania kuna vipaji vikubwa sana. Kama hujapata nafasi kutembelea kwa vijana, si ndio wao hela kuwapandisha wakina boxer? Upate nafasi ya kwenda juu. Wanachokikosa ni experience. Experience anaipata vipi? Lazima apate game time. Huwezi kumpa dakika 90 mchanganye na senior. Sasa hivi Mzize anaweza siwepo Mayele, anaweza siwepo Musonda. Mzize akasema kama sending striker na akakuofa kitu kwa sababu tayari shatengenezewa experience, anaaminiwa na timu. Maana yangu ni kwamba huwezi kutoa wachezaji wote 4 wacheze kwenye senior. Sawa? Wapandishe kwa mfano, nitakupa mfano. Novatus Dismas ambaye tumemwona kwenye timu ya taifa ya vijana, si ndio? Ndio. Bwana mdogo huyu alisajiliwa na kwanza kabisa Lenda Alliance Academy. Ndio, Mwanza. Baada ya kutoka nyumbani kwao, kaenda kule shule akasoma akapata academy Azam. Sawa? Azam akampandisha senior team. Ndio. Bwana mdogo akaona hapa sipati nafasi. Si ndio? Akaomba atoke kwa mkopo na akamtoa kwa mkopo kwenda Biashara United ambako anapata game time ya kucheza. Si ndio? Baada ya kwenda kule akapata option nyingine. Ni mchezaji wa Azam lakini yuko Biashara kwa mkopo. Akapata nafasi ya kucheza game time nyingi ya kucheza. Anatengeneza experience. Sawa? Wanaomtazama na kumsimamia wako na hii
kwa level ufikia ni bora apate masoko sehemu nyingine. Kaenda Maccabi Tel Aviv Israel, katoka hapo kaenda Zoltwagen Ubelgiji. Leo ni regular kwenye starter kwenye kosi ya timu ya taifa na ni regular starter kwenye timu yake ya Zoltwagen. Kwa nini wanasema hivyo? Ni kwa sababu wachezaji wengi wa Tanzania ndoto zao ni Simba na Yanga. Huyu namtaja huyu Novato Dismas, haja kucheza dabi, haja kucheza Simba, haja kucheza Yanga. Cheza Azam. Thomas Ulimwengu haja kucheza Simba, haja kucheza Yanga, lakini yuko kule. Umeelewa vizuri? Hii ni kwa sababu vision ya mchezaji, hata Kevin John, vision ya mchezaji inawaza nini? Ndio maana nakwambia lazima una proper management mchezaji ili kupeleke kwenye future. Yaani ukiweza kuweka mapenzi na Simba nicheze Yanga, utafika Simba utadelay, sawa, tuishie hapo. Mwisho wa siku tunatamani kuona vijana hawa ambao wataibuka kutoka kwenye hizi under 20 za vilabu vyote vinavyoshiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara waweze kunyanyuka na kuongeza kitu hapo Tanzania. Vijana hawa ambao wapo timu ya labda Yanga chini ya miaka 17, labda Simba chini ya miaka 17 au chini ya miaka 20. Tatizo lao hawa vijana huwa wanaenda na mapenzi na hivi vilabu. Umeelewa vizuri? Akiona mimi na mchezaji mmoja ambaye lakini siko hawa tu, tumeona hata Roy Keane juzi anazungumza kusasa lazima la Roy Keane ukimchukua Roy Keane akiwa kinda, si ndio? Vision yake ni Manu. Si ndio kwambia? Baada ya kutoka pale anajua ni professional hii. Nakupa mfano mdogo tu sana. Kuna kijana anaitwa Stefan John. Ametoka shule akaenda kujiunga na Yanga chini ya miaka 17. Baada ya kuingia na Yanga chini ya miaka 17, mkataba wake ulivyoisha kwenda sehemu nyingine, yani akadrop kabisa, yani akafa moyo kwamba yeye aliamini maisha yake ni Yanga. Umeelewa vizuri? Sasa hivi nikwambia yuko anahangaika kucheza mpira wa Zanzibar, anaenda wapi anaenda. Bado yani amesha kufa moyo, anaamini ndoto zake ni Yanga. Baada ya kutoka Yanga amepotea. Hii ndio vijana wengi wanapotea kutokana na vipaji vyao. Vision haitakiwi kuwa Yanga Simba. Vision inatakiwa iwe mbali zaidi na usiweke mapenzi. Ndio maana vijana wengi wanakufa kwenye football kwa sababu ya hivi kwamba anaamini ndoto zangu ni kucheza Simba. Mafanikio yangu yapo Yanga au Simba. Umesaini Simba. Simba wanaangalia deliverance yako iko vipi? Umeshindwa kushine. Hawezi kungangania, ile ni timu ya biashara. Utaenda pembeni, watamchukua mtu mwingine. Sasa wewe ambaye uliweka mapenzi ya 100% utashindwa kuendelea kudevelop kipaji chako. Mwisho wa siku wakikuacha, wanamwambia bana umeenda Manungu. Sasa nimeshakufa. Sasa. Umeelewa vizuri? Ile performance yako inapotea kabisa. Kitu ambacho kinapelekea usio na ubora ambao unatakiwa kuwa nao. Natumaini vijana wengi sana mmechukua kitu ambacho amekizungumza hapa Peter Passion na kitawasaidia. Tuache kuweka kwenye mioyo yetu Simba, Yanga, Azam. Simba, Yanga, Azam. Tambua miguu yako ndio itakufanya wewe uweze kuishi maisha mazuri zaidi. Kwa hiyo misingi mikubwa ni moyo wako kutamani kuwa mchezaji mkubwa zaidi. Na tukisalia kwenye soka la vijana, jana timu ya Simba imeingia mkataba na Mobite kwa ajili ya michuano hii ya vijana under 20. Sasa tukatazame kile ambacho amekizungumza kocha wa Wekundu Msimbazi Simba chini ya miaka 20 Musa Hassani Mgosi. Tunakwenda kuanza rasmi michuano ya ligi ya chini ya miaka 20 na Simba Sports Club, timu yetu ikiwa inaanza kucheza mechi yake kesho na Kagera Sugar majira ya saa 12. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuongeza hamasa kwa mashabiki wote wa mpira hasa wa Simba Sports Club kuweza kwenda kutuiangalia timu yetu, lakini tuweze kuionyesha support ile ambayo tunaionyeshaga timu ya wakubwa. Tuko hapa tutazindua kitu kikubwa sana ambacho tungependa wana Simba Sports Club wote tukichukue na tuweze kukifanyia kazi kwa ajili ya kuongeza hamasa kwenye timu yetu hii ya vijana. Leo hii tunakwenda kuzindua kampeni rasmi ambayo inafahamika kama Twenzetu Chamazi. Kampeni hii hapa inawakutanisha mashabiki wote wa Simba Sports Club tuweze kwenda tukaiangalie timu yetu ya vijana ambayo itakuwa ikishiriki michuano hii ya ligi ya chini ya miaka 20 kule kwenye uwanja wa Chamazi. Kwa hiyo tunakwenda kuisupport timu hii hapa, ukiachana na kwamba tunakwenda uwanjani, lakini sisi kama wadhamini wa timu hii ya vijana tumeleta kitu maalum kabisa ili kuwezesha kila mtu ambaye hata hayupo hapa Dar es Salaam kuweza kufuatilia timu hii ya vijana. Tunawaletea huduma ambayo itakuwezesha wewe
kuweza kuifuatilia timu yako, kuweza kujua timu inacheza lini, inacheza na nani, nani amefunga goli, nani anaongoza kwa magoli na vitu vyote ambavyo tumekuwa tukivizoea tukivifuatilia kwenye timu ya wakubwa. Huduma hii itakuwa ikifahamika kama Mobi Ad Soka, ambayo utakuwa ukiweza kupata taarifa zote kuhusiana na timu yetu ya vijana kwa kiganjani kwako. Taarifa sasa hivi hauwezi tena kwenda kuzifuata, sisi tunakuletea taarifa zote muhimu. Lengo la sisi kuleta hii huduma ni kuwezesha mashabiki wote wa Simba waweze kujua kuhusiana na timu yetu ya vijana. Nashukuru wadhamini wetu kwa kile ambacho wanakifanya ndani ya Simba, lakini vile vile tunafahamu kabisa kwa maana ya timu kama timu mashindano yanaanza leo, lakini Simba tunaingia uwanjani kesho na Kagera Sugar. Maandalizi kwa upande wa timu yamekwenda vizuri na yapo vizuri kwa sababu tunaamini kabisa katika timu za vijana kuna kiu kikubwa cha mafanikio katika timu za vijana. Katika misimu mingi imepita, kwa maana timu ya Simba imekuwa ikiishia nusu finali au robo finali. Kwa maana kile ambacho kimeweza kuwezeshwa na uongozi katika msimu huu, lakini pia wadhamini ambao wamejitokeza kwa kimeendelea kuboost kitu fulani kwa vijana, lakini vile vile na washabiki pia kuendelea kufuatilia timu zao za vijana kama mwenendo ambao unaelekea. Kwa kama Simba tumejiandaa vizuri na maandalizi yote kwa vizuri. Nawakaribisha wapenzi wa mpira, wapenzi wa Simba katika mechi ya kesho, waje waone burudani ambayo inatoka vijana wa Simba, lakini vile vile tunachokihitaji, malengo yetu sisi ni kufika finali. Tunafika vipi finali? Lazima tushinde. Na kama kushinda tutaweza kushinda ili tuweze kufika finali. Kwa hiyo tunashukuru Mungu toka maandalizi yameweza kufanyika na mpaka hivi sasa kuelekea katika mchezo wa kesho, kuelekea katika mashindano ya Under 20 msimu huu, timu ya Simba Under 20 tupo tayari na tupo vizuri kwa ajili ya kupambania logo ya Simba, lakini pia na logo ya mdhamini wetu. Kiu yetu sisi ni kwamba ni kufikia malengo yetu kama vijana wa Simba. Na kingine pia tupate kushukuru uongozi wa Simba na wadhamini. Najua watu watudhamini wanatakaone sisi kwamba tunafanya kitu. Na pia hata mashabiki wetu pia, ila sisi tunachoahidi kwamba tutafikia malengo kama timu kwa kuchukua ubingwa, na pia hata kwa wachezaji mmoja mmoja kuonekana, na imani kwamba tukifikia malengo yetu, na imani kuna wachezaji tutaonekana na kufikia malengo yetu. Naam, mtazamaji wa Sports Center, tumetoka kutazama kile ambacho kimezungumzwa na makocha, lakini pia umetoka kutazama amezungumza mdhamini wa Mobile ambaye ameingia udhamini wa kuisponsor timu ya vijana ya chini ya miaka 20 ya Simba kuelekea katika michuano hii ambayo inachezwa pale Chamazi, michuano ya Under 20 ambako bingwa mtetezi tumezungumza hapo awali na ndugu yangu hapa Peter kuwa ni Mtibwa Sugar ambayo yeye alianza vema kabisa. Sasa tuitazame Simba ambayo sasa wao wanaingia kwenye michuano hiyo wakiwa na sponsor. Mtibwa wao bado tujaona kama wana sponsor ama la, lakini wao wanajipambania wenyewe katika michuano hii. Simba kupata usponsor, hii ni ishara gani kuelekea katika michuano hii ya Under 20? Tumeona hapa Mgosa amezungumza, lakini pia captain wa timu pia naye amezungumza pamoja na mdhamini wa Mobile. Tunaona Simba ambayo kwa wakubwa huku inachanua, lakini kwa wadogo inaonesha mwanga wa kutaka kufanya kitu fulani. Pamoja msimu uliopita hakufanya vizuri. Na katika hilo tumeona mashabiki wakiwafuata wachezaji kuambia kuhusiana na namna ambavyo klabu yao ya timu ya vijana haifanyi vizuri, na wameomba pia kusapotiwa. Yaani wachezaji wameomba kusapotiwa, lakini pia mashabiki wameomba wachezaji wafanye vizuri. Ndio kitu ambacho wamekifanya, na hatimaye kupata mdhamini kwenye michuano ya vijana si kitu rahisi. Maana ni kwamba klabu inaweza kujiuza. Sasa Simba Sports kuipata hii maana itaenda kuwapeleka sehemu nyingine. Na ukipata mdhamini kwenye michuano means kwamba facilities zote utazipata kwa usahihi. Usafiri, chakula, malazi, mazoezi, kila kitu ukipata kwa usahihi, kwa sababu tayari kuna mtu ambaye anakupa nini? Anakupa baka. Kwa hiyo hii wachokifanya Simba ni kitu kizuri, lakini pia wanapoanzia wao katika michuano hii, maana wanajua kile ambacho wanataka kufanya. Na imekuwa hivi. Unajua ni Simba kama title, lakini ukiangalia ndani kule mazingira yao yanakuwa sio mazuri. Hata mazoezi
yanakuwa hayako katika ubora ule. Ukitaja Mtibwa wamefanya vizuri kwa sababu wao support ya kwanza, chaining yao inaanzia chini kwa ajili ya kukuza vijana. Umeelewa? Kwa hiyo timu senior ya Mtibwa Sugar huwa inapambana kwa ajili ya kuweza kuwawezesha vijana kwa ajili ya kufanya vizuri. Kwa hiyo hii nafikiri ni alert kwa timu zingine kwamba hizi ni timu za vijana. Ili kuwa bora lazima upate uwekezaji. Watu wa masoko waende wawekeze kwa timu za vijana ili ilete mvuto mkubwa. Hata kwenye upande wa ligi yetu kubwa, ligi ya senior, kulikuwa kuna wadhamini wanakuja wanapotea, au mdhamini. Sasa hivi tunaona baadhi ya jezi zinatapakaa kupata wadhamini kwa sababu ya kuboresha. That's why tunaona mpaka sasa hivi ligi imekuwa na mvuto mkubwa. Kwa hata ligi ya vijana ili iweze kuwa nzuri, panapaswa kuwa na wawekezaji wengine, yani ndani ya klabu, ndani ya vijana, kwenye jezi pia, yani mdhamini ahusike kwenye michuano, kwa sababu michuano inaonyeshwa. Michuano inaonyeshwa, manake mtu akitazama labda Karunduka amewekeza kwenye jezi ya Azam, si ndio? Maana ni kwamba uta benefit kuonekana, utauza brand yako, lakini timu itafaidika kwa kile ambacho wewe unakifanya. Sawa, ni kitu kizuri. Naam, ni jambo jema hilo ambalo tumeona timu ya vijana ya under 20 ya Simba imepata fursa ya kupata sponsor, na sponsor ambaye anakwenda kuwasaidia katika vitu vingi sana, kuwafanya sasa waweze kufanya vizuri katika michuano hiyo ya vijana ya under 20 ni Mobage. Sasa kazi ni kwa wachezaji wa under 20 kuweza kupambana vilivyo na kuifanya Simba iweze kufanya vyema katika michuano hiyo ya vijana, kwa sababu sasa Mtibwa kama limekuwa kombe lao. Yani pamoja na Azam wana facility nzuri, kila kitu kizuri, lakini Mtibwa ni mwamba kwa kweli. Vision yenu nyie iko kule. Yani shida ni kwamba hii, yani unaweza kuwa kuna kila kitu, sawa? Lakini je, vision yenu nyie inaelekea kwa vijana? Yani mmewekeza nguvu zenu kwa vijana, yani focus yenu iko pale. Hata ukiangalia Manungu kipindi cha usajili wa vijana wanafukaga mpaka buku. Yes, wa vijana kwa wengi. Hata Azam huwa wanakusanya vijana wengi sana. Lakini baada ya pale, yani Azam tunakidimua nyumbani, lakini kombe dele kinaenda Morogoro. Sasa ndio hivyo, yani vision yenu nyie imefocus pale. Kama haiko pale maana hamwezi kuachieve kile ambacho mnakitamani. Wenzenu ambao mmewekeza kwamba unajua Mtibwa sasa hivi tangu 2002 umechukua ubingwa wa ligi kuu. Mpaka leo hawajachukua. Wanajitafuta, yani lakini wao wanajipata kwenye vijana. Wanafanya biashara ya mpira. That's why wanafanya Arsenal Wenger, kocha wa zamani wa Arsenal, kwamba mimi kazi yangu ni kukuza vijana. Alikuwa anachukua kina Creech, anawachukua kina Samuel Nassel, anachukua bure kabisa katika mtaani huko, anachukua na develop, baadaye anafanya biashara na klabu inafaidika hivyo. Yani hawachukui kombe, lakini klabu ina pesa, inaingiza pesa. Umeelewa? Kwa hiyo ndicho ambacho Mtibwa wameamua kukifanya kwa upande wao, na wanafaidika. Sawa. Namna tukifunga pazia la michuano ya vijana chini ya under 20 ambayo inaendelea pale Chamazi, nikukumbusha tu michezo ya leo, ambapo leo hii mechi za leo, Yanga anacheza na Dodoma Jiji, lakini pia Simba atacheza na Kagera Sugar. Lakini siku ya kesho ya Ijumaa, Singida Fountain Gate atacheza na Geita Gold, lakini pia Namungo atacheza na Mtibwa Sugar. Ndio sema nini? Singida Big Stars. Singida Big Stars. Singida Fountain Gate. Ni Singida Fountain. Wanaumana vilivyo na Fountain Gate wana vijana, kwao ilikuwa sio swala gumu kwao. Singida hawakuwa na vijana. Ni unadabua unapeleka, ni kwa sababu ni Singida tu, lakini Fountain Gate ni kuchota. Hatari sana. Na tende tukatazame pale katika klabu ya Dar es Salaam Young African pale na jana. Sasa tuanze kwanza kulitazama jukwaa la mashabiki, afu au unasemaje ndugu? Sawa. Afu tumtazame Mayele na watu wake, au unaonaje? Sawa tu. Sawa. Namna tukigonga hodi hapo kwenye klabu ya Dar es Salaam Young African, tukatazame jukwaa la mashabiki. Jana Heavyweight MC Alon Felix Kaponda alitia timu hapo kwa ajili ya kuzungumza na wanachama wa klabu ya Dar es Salaam Young African kuhusiana na zoezi zima la usajili ambao unaendelea. Wao wana mitazamo gani na hizi thank you ambazo zinaendelea? Thank you
zinazidi kuwa hivi. Thank you zinazidi kuwaka moto. Si Azam, si Simba, si Yanga. Lakini hatuzioni kwa Kagera Sugar, hatuzioni kwa Namungo. Ngoja tutazame jukwaa la mashabiki, tutarejea hapa mtazamaji wa Sports Center. Jukwaa la mashabiki. Wa Sports Center, tupo makao makuu ya klabu ya soka ya Yanga. Nikukumbusha tu baadhi ya wachezaji kadha wa kadha wakiendelea kutajwa ni nani anaingia na wengine wakiwa wanapewa mikono ya kwaheri, yani thank you ndio yanazungumzwa kwa sasa hivi. Tutaenda kusikiliza wazee na hekima zao katika maeneo haya ya Jangwani wenye Yanga yao, lakini pia na vijana nao wanazungumza yapi katika usajili huu. Ni nani ambao anatamani kumuona anaingia na ni nani pia anatamani kumuona atoke ili aweze kuanza kupisha wengine ambao wanaendelea kuingia katika msimu huu kuelekea msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara. Mimi naitwa Aaron Kaponda. Twende moja kwa moja twende tukazungumze nao ni yapi walionayo katika msimu huu katika dirisha hili la usajili. Sasa mbona wewe unalazimisha babu? Kwa nini unalazimisha? Sasa ndio tunazungumza. Ndio ameshakukataa. Sasa ameshakukataa wewe, watu gani? Lakini sasa kuna mambo mengi yanawazungumza sasa hivi. Mimi nakuheshimu wewe bwana. Mimi nakuheshimu. Sawa, tunakuheshimu. Nakwambia nakuheshimu. Sasa tunazungumza. Sitaki sasa. Sasa tunazungumza kidogo kuhusiana na Yanga. Au sio brother? Seti, tunazungumza kidogo, watu wanazungumza. Sasa mbona unalazimisha babu? Mbona unalazimisha hivi kuondoka hapa? Mbona unalazimisha? Haya bwana. Mimi wewe wangu tunakuja tumesaidiana. Hamna lolote bwana. Kweli bwana. Nyinyi mnachosha. Sisi wa Tanzania. Mnachosha. Wa Tanzania kwa Simba sio kwa Yanga. Yanga mnafanyia mambo mangapi? Limeandikwaje lo gazeti? Limeandikwaje? Kuona ubingwa wa ushauri wa umoja. Hakuna kitu kizuri kama umoja. Ukiwa una umoja, haya yote unayozungumza hata kuwepo. Kwanza nastahili tuwashukuru viongozi wetu. Ndugu Harris, makamu wake Arafati, tuna ndugu Mniri, tuna Ngai, tuna Yanga Makaga, tuna Gumbo. Hao wanastahili washukuriwe kwa kuweka umoja katika klabu. Umoja mkubwa sana. Hatukutegemea kama umoja utakuwa hivi. Na wale viongozi wetu vijana tumewachagua kwa sababu wako faster. Ukiwazingua watakuzingua, watakwambia wazi. Utawadanganya mara 2 mara 3 lakini mara 4 watakwambia huko unakokwenda siko huko mzee. Ni viongozi wako wazi kabisa na wanakubaliana kila ushauri. Hiyo la kwanza. Ni kitu gani ambacho unachokitamani katika uongozi huu uliopo wakati huu, na tunafahamu tupo katika dirisha la usajili. Ni kitu gani ambacho unachotamani kukiona katika usajili huu ambao unaenda kufanyika katika klabu ya Yanga, au wachezaji gani ambao unatamani kuwaona wanaingia kwenye klabu ya Yanga? Kwanza nilikuwa nataka nikufahamishe. Mimi nilikuwa natamani kupata kama mtu mwingine kama Mayele mwingine wa pili. Nilikuwa natamani hiyo. Lakini hatuwezi kusema wachezaji wote wanaweza kuja kwa sampuli hiyo. Lakini nadhani kocha kawaona, viongozi wamewaona, basi wao ndio tunawachia mzigo huo. Watatutamanisha zaidi na wametuahidi ya kwamba watafanya kuliko vile walivyofanya. Basi na sisi tunaombea dua wafanye vile walivyoona. Alafu la tatu tunamshukuru sana mdhamini wetu JCM Gharibu. Ni mtu muelewa na mtu kimweleza anaelewa. Kwa hiyo huyo tunamshukuru sana. Kwanza nishukuru kwa hapa tulipofikia pazuri. Lakini uzuri huu kama mwenzangu alivyosema, umoja ndio unaleta uzuri. Na ndani ya nyumba kama mko wote pamoja, ninasema moja, nyumba itakuwa nzuri. Hata watoto watakuwa hawatakuwa chokola. Na ndipo tulivyo sisi Wanayanga. Wanayanga sasa hivi tunakwenda pamoja, tunakaa pamoja, tunalala pamoja, tunaamka pamoja. Hasa viongozi wetu. Sasa viongozi wanapofanya vizuri na sisi inabidi lazima tuwasifu. Kama tuwasifu hiki kitu kizuri walichokifanya, wametuahidi kwamba watafanya hivi ambaye kuliko walivyofanya mwaka huu tunaposema kama wamefanya vizuri. Kwa hiyo mimi sina mengi zaidi, na waachia viongozi. Highlights za michezo.
Na mtazamaji, Waswahili wanasema siku zote kijiji ambacho hakina wazee basi hakina hekima. Unaweza kusema hakina heshima. Tutaka kuwatazama hapa wazee kweli wa klabu ya Kuala Lumpur, Malaysia, Dar es Salaam. Na huko wana vikao vyao. Sasa hizi huwa wanahitaja press wazee. Wanahitaji, na kama unakumbuka unaita press ujue kuna shughuli. Alisema nini? Atucheji. Ilikuwa nchi gani ile? Sasa usinirudishe nyuma. Sinitafutie maneno na wazee wangu. Na ukienda pale Mzee Mpili umkosa, lakini jana nadhani ulikuwa muda wa swala ule. Ule muda ulikuwa muda wa swala. Muda wa swala. Kwa hiyo tumeona alikuwa nyumbani. Wao wanasema wanatamani kumuona wanampata Mayele mwingine. Sasa kabla hatujarudi huko Peter Passion, uongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans siku ya tarehe 24 watakuwa na mkutano wa wanachama. Sasa baadhi ya wanachama walikuwa na mitazamo yao kuelekea mkutano huo. Tukatazame kile ambacho wamekizungumza. Kwanza ni mkutano, kwanza ni wapongeze viongozi wa Yanga kwa kuweza kuitisha mkutano ambapo kikatiba rais inamruhusu kuandaa mkutano kama huu at least mara moja kwa mwaka. Kwa nawapongeza sana, lakini mkutano ambao umekuja kwenye wakati mzuri. Wakati ambao tumeshamaliza ligi zote, tunaelekea sasa kwenda kutengeneza timu na kuandaa maandalizi kwa ajili ya msimu unaokuja. Kwa ni wakati mzuri, pia nawapongeza viongozi wetu. Kwangu mimi mkutano mkuu ndio sehemu au ndio fursa ya mwanachama kuweza kujua mustakabali wa klabu yako. Kwa sababu kwa msimu mzima tumekabidhi klabu kwa viongozi. Viongozi sisi hatupati fursa ya kuonana nao kila siku. Wao tunawakabidhi timu inakwenda kufanya kazi, inaporudi sasa tunakutana kwenye kikaango, ndio tunaita mkutano mkuu sasa. Wao watupe mrejesho. Bwana mkutano wa mwanzo tulikubaliana tutawapa timu, mtakwenda kutupa mafanikio 1 2 3. Haya tuelezeni, watatueleza sasa bana, tumepata hiki, tumefanya hiki, kwenye timu yetu tumeingiza hiki, tumetoa hiki, na mapato na matumizi. Hao ndio muhimu, ndio ajenda kubwa hiyo hata na umeelewa? Na msimu ujao tunategemea 1 2 3. Kwa hiyo ni mkutano ambao kwangu mimi unakwenda kujibu maswali yote ambayo kimsingi kwa kipindi hiki cha miezi miwili yataulizwa sana, kwa sababu tupo kwenye kipindi cha dirisha limefunguliwa, usajili. Dirisha likifunguliwa, uongo na tetesi na zenyewe zinafunguliwa. Sasa zinapofunguliwa manake kila lililo lolote lile litakuwepo mtaani. Sasa rais hawezi kutoka kila siku akawa anajibu hoja. Lazima atenge siku moja ambayo tunaita mkutano mkuu, aweze sasa kuzungumza na wanayanga. Kwa hiyo yale maswali yote ambao wanayanga wanajiuliza, tetesi zote walizozisikia, Jumamosi wawakilishi watakaopata nafasi kutoka kwenye ngazi ya matawi. Na ndio maana tunasema hakikisha unajiandikisha kuwa mwanachama, unatokea kwenye tawi fulani ili baadaye upate fursa ya kushiriki kwenye mkutano kama hii, tawi lako likikuteua kama mwakilishi. Kwa sasa sisi wajumbe tutakaoenda ndio tutaenda kupata majibu mazuri. Lazima kutokana na tulikotoka sisi miaka 2 3 4 nyuma, hali yetu ilivyokuwa wana Yanga, mkutano mkuu ulikuwa sehemu ambayo viongozi wanaogopa sana. Sasa batapigwa viboko au kuzomewa au nini. Lakini mkutano mkuu wa Jumamosi hii ni mkutano mkuu utakuwa na raha sana. Ndio. Sana kutokana na yale ambayo viongozi wameyafanya. Naona hata wajumbe watakao kwenda pale watakuwa kwenda pale wanaenda na tabasamu, wakijua kabisa viongozi wamefanya vizuri na wanatarajia kufanyika mazuri zaidi na zaidi. Kikubwa tu ni shauri tusiwape pressure viongozi. Tusiwape pressure viongozi kwenye mkutano, tusikize tunachotuambia au tuna mawazo tutoe, lakini tusiwape pressure ya kutaka kujua kocha sijui nani anaondoka na pale kuna engineer. Hapo sasa ndo kuna maswali mengi hapo. Pale kuna engineer. Kuna engineer mtaalamu. Naambia hivyo na Yanga. Kama kaondoka Nabii, kama kaondoka nani, as long as engineer yuko pale yupo, hisi ndo leta watu wasema wasiwasi. Mimi binafsi moyo wangu engineer akiondoka ndo naweza nikafa fikapofu. Uongozi uliopo sasa hivi kwenye klabu ya Yanga, system nzima ya udhamini, lakini pia mpaka hata wanachama wenyewe. Tunakumbuka historia inatuonyesha vizuri huko nyuma namna ambavyo tumepita kwenye nyakati mbalimbali. Tumepita kwenye nyakati za mabakuli, tumepita kwenye nyakati za kulialia, lakini mpaka sasa hivi ukija kuona wana Yanga mpaka sasa hivi unasema kwenye hatua 10 kuna wana Yanga kadhaa. Ni kwamba kuna watu wamefanya kazi kubwa. Na mimi nasema kabisa kutoka moyoni, wadhamini aliyokuja sehemu, lakini uongozi, unajua uwezo kawa na fedha kama una mtu ambaye anaweza kusimamia vizuri, uweze kupata kitu. Pesa zako zitapotea. Yaani moja kwa moja na mwisho wa siku mtatafutana. Ndio. Unaona? Kwa hiyo nikirejelea kwenye swali lako,
matarajio yangu ni makubwa sana. Unajua wanasema kwamba kiongozi yeyote muoga huwa anaogopa kwa kukutana na wale anaoongoza. Sasa kuitisha mkutano mkuu ni aina ya kwamba wewe unajiamini kuja kusikiliza, kuongeza mawazo ya watu ambao uko nayo ili kusudi Yanga tunayoitamani, Yanga tunayotarajia tuweze kuifikia. Naam, wanachama hao na mashabiki wa klabu ya soka Dar es Salaam Young African, mwamba wa mwisho hapo ni nishagonga naye kazi Donald Mtani. Ni Mtani kama Mtani au Mtani kama jina la baba yake? Jina la baba yake ni Mtani. Wanaitwa Donald Mtani. Mwamba huyo. Unajua masuala ya watani huwa yanakuepo. Sasa sisi swala la Yanga na kikao chote wanachama tunawaachia wao wenyewe. Ni tarehe 24 siku ya Jumamosi. Na nafikiri tutakuepo, tutaenda. Lazima tutakuepo, lakini nafikiri itakuwa ni wewe unakuepo kama nani? Ni mwenyekiti. Mimi si mwanahabari. Lazima nikahabarishe watu. Sasa Jumatatu tutakuja hapa na nini? Bila bwana. Sawa, si ndio? 1 2 3. Sio nimesema sawa ndugu yangu. Haona niende kama nani? Maana nina title nyingi. Title nyingi kama MC wa Kigogo Sambusa. Hawezi kutoboa pale, atoboa. Atoboa. So unaona juzi tangazo limetoka Tan Football. Nimeliona. Kwamba watu wawe makini na kwa wale MC wa Kigogo Sambusa hawaruhusiwi pale. Wanda kufanya nini? Umeshafungiwa, tumikia kifungo chako kikamilifu. Mimi nimesema tumeuza MC wa Kigogo Sambusa. Shughuli kule haiwezi kufanyika. Kwa taratibu na sheria na kanuni za football ambazo zipo Tanzania. Ndio. Ukipewa kifungo, tumikia kifungo chako. Sawa. Sasa maana ukiingia tena kwenye shughuli ile bado unatafuta mengine. Tumalizie hapo katika klabu ya Dar es Salaam Young African, ambapo mshambuliaji hatari wa Dar es Salaam Young African na mfungaji bora wa michuano ya ligi kuu ya soka Tanzania bara ya NBC na michuano ya kombe ya shirikisho Fiston Kalala Mayele amerejea hapa nchini Tanzania na moja kwa moja akaenda kwenye kabati la makombe, na hichi ndicho ambacho alikizungumza Fiston Kalala Mayele baada ya kurejea hapa nchini Tanzania na kufika kwenye klabu yake ya Dar es Salaam Young African. Oya bwana, leo ndio nimelishika. Hii mbili nishaishika, hii bado leo ndio nimeishika. Ndio goli la Kennedy Musonda aliwapa chapati, au sio? Bwana tumerusha makombe yetu matatu kwa msimu uliopita, yani ni furaha kubwa sana. Naam, mtazamaji, tumerejea baada ya kutazama kile ambacho amekizungumza Fiston Kalala Mayele. Anasema vingine vile alishavishika, kwa hiyo amekishika na kile cha walichokichukua kwenye michuano ya Azam Federation baada ya Musonda anakuambia kupiga nini goli chapati. Goli la Musonda. Afu huyu Mayele huyu ana matani. Sasa ni kawaida, football ni furaha. Mara wakamiaji, mara chapati. Na ile inaleta motisha. Yaani lakini uliangalia kaka yako alivyofura lakini. Yaani mtu akikwambia hujui, maana yake anataka wewe uwe bora. Yaani mtu akikwambia bana wewe hujui, ndio anataka uwe bora. Sasa ukichukia, maana yake unachukia kipaji chako. Yaani mtu akikwambia bana Jofu wewe hujui, si ndio? Sasa wewe inabidi uchukue afu uongeze juhudi ili ajue kama unajua, na usimwambie kama unajua. Kausha. Sasa ukichukia unakuumiza kipaji chako. Tumeona moja ya wazee wa Dar es Salaam Young African amesema kwamba wao wanatamani kuwepo na Mayele mwingine, na wamefarijika sana jana kumuona Fiston Mayele kwenye viunga vya mitaa ya Twiga na Jangwani akienda kushika kile kikombe. Cha kwanza ni kitu kizuri kwa sababu kila mmoja anafahamu shughuli ya Mayele. Yaani kila mmoja anajua shughuli yake, na ofa ambazo ziko mezani si za kitoto, ni ofa kubwa. Kwa hiyo hata wazee wamekwambia tunawaachia viongozi, maana wao ndo wanajua namna gani ya kuweza kukubaliana naye. Na sasa hivi mapambano makubwa zaidi ya Yanga ni kupambana kumbakiza Fiston Mayele, kwa sababu pesa zina ushawishi. Na Mayele huku nyuma kama nakumbuka vizuri aliwahi kuzungumza tena mbele ya engineer, akasema mimi nimekuja Tanzania kutafuta nini? Kutafuta pesa. Sawa. Sasa vipi pesa ikija afu akaiacha? Sitaonekana amekuja kufanya nini? Ndio maana nakwambia hivi, mwenye mapenzi na club ni shabiki wa mpira.
si mchezaji wa mpira. Si mchezaji wa mpira. Yaani mcheza mpira anaipenda kazi yake. Hapendi klabu anaofanya nini? Anafanya kazi. Yaani ataondoka huko ataondoka kule akwambia mimi na mapenzi na hii timu, lakini yeye anacho mapenzi ni kile ambacho kinachodunda. Kwa hiyo hata ukimchukua pale ukampeleka timu ambayo inaitwa Kalondoka Football Club, lazima acheze. Iko championship lakini kuna hakika kupata milioni 50 kwa mwezi. Anacheza. Anakidimua. Tumeona Kitayosa alikuwa anachukua mawamba kabisa. Inawezekana. Anaenda kukaa huko na wanacheza football. James Kotei wakati yuko Simba alipiga goli akaenda kabusu nembo. Akasema yuko Simba, yeye ni mwana Simba. Lakini katoka hapa akaenda Singida Big Stars Championship. Katoka hapa akaenda Mtibwa. Ndio. Umeelewa vizuri? Yaani ni maisha ya football jinsi ambavyo yako. Sawa. Naam, na hiyo ni taarifa ya mshambuliaji wa Dar es Salaam Young African Fiston Kalala Mayele. Kinachotakiwa GSM Galib haweke mkwanja mezani. Lakini ukumbuke na mkataba wa mwaka mmoja na Yanga. Ya, na mkataba wa mwaka mmoja. Swala ni kuketi chini na kunegotiate kuongeza mkataba, weka mkwanja, maisha yaendelee. Twende pale kwa wakamikate Azam FC. Sospita Bajana ameongeza kandarasi ya kuitumikia timu ya Oka Mikate Azam FC mpaka msimu wa 2026. Tutazame kwa dakika chache kile ambacho alikizungumza Sospita Bajana kabla sijamruhusu Peter Passion atupitishe kidogo kwa Sospita Bajana. Ni furaha kubwa, ni timu ya moyoni mwangu, naipenda sana na niko tayari kuipigania kwa jasho na damu kuhakikisha tunaleta mataji nyumbani tena. Alikuja na timu ya mkoa wa Kigoma kwenye mashindano ya Copa Coca-Cola mwaka 2011. Akauwasha moto na Azam FC, ikamwona na kumchukua Dar es Salaam tangu wakati huo. Ni kiungo mwenye mapafu ya mbwa na mwili wa chuma. Jamani, huyu hapa Sospita Bajana. Ukitaja viungo bora kabisa katika nchi adhimu ya Tanzania, uwezo kuliacha jina la Sospita Bajana. Unaweza ukasema hivyo. Hapo nakosea ndugu yangu, maana ni moja mchezaji ambaye alikuwa midomoni mwa mashabiki wa underline ya Bijo Wekundu wa Msimbazi Simba, wakiamini kwamba wameshamalizana naye kwa ile kishika uchumba. Ni mchezaji ambaye si swala la kuficha. Simba wamemhitaji. Yaani ile sio swala la kuficha. Simba walihitaji saini yake. Kwa hiyo Simba nyama ngumu kwa Azam. Yaani sasa hivi Azam wameamua kubaki na wachezaji wao bora. Na hii ndio tabia ya vilabu vikubwa. Kwamba tubaki na mchezaji wetu bora. Na kama wangemruhusu kuondoka angewakuta kina Mudathiri kina Shwabu Abubakar. Kwa sababu Sospita Bajana ni mchezaji ambaye wakati tunacheza Copa Coca-Cola 2011 nachukua ubingwa na Kigoma alikuwepo. Sospita Bajana. Yes, alikuwepo na ni mchezaji pekee ambaye katika ule mchujo wa Copa Coca-Cola alitokea katika wilaya ya Kasulu, Kibondo. Yaani unajua kwenye uchuaji wa Copa Coca-Cola huwa kuna wilaya na wilaya zinacheza. Kwanza shule, then baadaye umeenda ngazi ya kata, ngazi ya wilaya. Hapo kote mnachujwa. Ndio. Sasa ni mchezaji pekee ambaye alibahatika, yani wilaya ya Kibondo, wilaya ya Kasulu, wilaya ya Uvinza, wilaya ya Kigoma vijijini. Ndio mchezaji pekee ambaye alikuja kuungana na wachezaji wengine ambao wanatokea katika wilaya ya mjini, Kigoma mjini, manispaa Kigoma Ujiji. Ndiko mchezaji pekee alipanikana hapo. Na ndio mchezaji pekee ambaye alitoka katika eneo hilo kuja kwenye timu. Na wengine wote ambao walifanikiwa kutoka ni Doto Shabani wa Tanzania Prison. Sasa Doto Shabani yeye ndio alifanikiwa kubaki ligi kuu. Kuna golikipa anaitwa Hamisi Mwalo ndio alikuwa mlinda mlango, alikuwa pia Azam, sasa hivi pia yuko pale Azam kama sehemu ya trainer ya makocha. Kwa hiyo Sospita Bajana ndio mchezaji pekee ambaye mpaka leo kwenye ile Copa Coca-Cola 2011 ya Kigoma alichukua ubingwa, ndio mchezaji pekee mpaka sasa ambaye kwenye piki kubwa. Wengine wote wameshapotea, wengine boli wamekata tamaa, wengine akaondoka, wengine
akabaki. Kwa hiyo Sospeter Bajana ndio mchezaji pekee ambaye unamtazama na ndio kapteni wa Azam FC. Kwa hiyo performance yake anakwenda kuongeza nini baada ya kukubali kusalia kwa Oka Mikate na ongezeko la Faisal Records cha Azam FC? Nikupe siri moja Jofu uelewe. Katika vilabu vyote vya Tanzania unavitazama, hakuna klabu inayoshinda Marisho Azam. Nikisema Marisho nielewa. Yani mchezaji ana feel, ana enjoy kuwa Azam. Yani swala la kula sio tatizo, swala la kulala sio tatizo, swala la gym sio tatizo, swala la mipira sio tatizo, swala la pitch sio tatizo. Kwa kila facilities ya kifootball Azam wako nayo. Kwa hiyo mchezaji akifanikiwa kuongeza kandarasi, maana anamboreshia maslahi yake. Kwa kama unakaa hostel za Azam, maana pesa yako unaweza kwenda kusaidia familia. Sawa? Na familia wacheza mpira wengi familia zao tunazijua. Yaani familia zetu zile ambazo tunajijua sisi, si ndio? Hakuchi kuna kucha. Sasa alichokifanya Sospeter Bajana kuongeza mkataba mpaka 2026, maana lazima maboresho maslahi yameongezeka. Na kile ambacho klabu ilikuwa inamtamani, klabu ya Simba, yani of course ina ushawishi ile klabu, si ndio? Kwa hivyo vile ingavutika kwenda. Sawa. Sasa kama umeamua kumboresha, maana kuna kitu amekitengeneza cha zaidi ya kile ambacho wanakipata. Sawa. Namna kwa taarifa hiyo ya Sospeter Bajana tunakwenda kutazama dondoo za usajili mtazamaji.